Taarifa za kwenye mitandao zipo, kila siku zipo, sio tu kwenye msiba huu. Zina ukweli kiasi gani? Sasa hilo ni jambo jingine. Ninyi ni waandishi wa habari, mnajua media yote inakuwa ina utaratibu wa kudhibiti habari zake. Sasa social media, mtu yote anaweza karusha chochote anachotaka kurusha, lakini nyinyi mmekuwa hapa wakati wote. Viongozi wa Chadema wote mnaona hapa, asilimia karibu 80 hapa ni watu wa Chadema. Wanatengwaje wakati wameshirikishwa katika kila hatua? Hakuna mtu yeyote aliyetengwa na hatutamtenga mtu yeyote. Nimesema huu msiba ni wa taifa. Huyu baba alihudumu na watu wengi, miaka yake 95, amepita mbuga nyingi, na kote mwendo wake wa miaka 95 alikuwa anafanya kazi na watu. Sasa leo dakika ya mwisho uweze kusema sisi ndio special kuliko wengine, wengine wote hawana thamani. Si kweli, si kweli. Kwa hiyo hao wanaandika kwenye mitandao, napenda kuamini sio viongozi wa Chadema. Na nitasikitika sana kama kiongozi wa Chadema atatoka na umbea wa kipuuzi kama huo. Tutasikitika sana kama familia. Tunataka tumlaze mzee wetu kwa heshima bila kuleta minyukano ambayo haina msingi katika kumwenzi mzee wetu. Sasa watu wanataka kuchafua msiba huu kwa kutoa taarifa za uongo, ni mambo ya kusikitisha sana. Mimi nasema binafsi, siamini kama kuna kiongozi wote wa Chadema ana ujasiri wa kusimama na kusema kwamba Chadema imetengwa. Kwa sababu nimekuwa nao muda wote kuanzia mwanzo, tumewashirikisha. Hakuna kitu wamepangiwa bila wao kuafiki, na viongozi tumekuwa na mazungumzo nao, na hata viongozi wakuu wote tumekuwa na mazungumzo nao. Sasa mtu anayetoka kwenye mtandao anasema Chadema imetengwa, kwa nini wamepewa muda asubuhi? Kuna watakaopata muda asubuhi, kuna watakaopata muda wa usiku, kuna watakaopata muda wa mchana. Kuna makundi mengi. Sasa hatuwezi muda wote tukatenga kwa ajili ya taasisi moja, haiwezekani. Sasa hivi ni mambo ambavyo kwa kweli yanasikitisha sana, lakini sisi tumeshapanga taratibu. Nimesema huu msiba ni wa watu wengi, watu wote. Huu msiba huji hapa kumtenga ama kumbagua mtu yote. Na wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mzee, ikiwemo chama chetu cha Chadema, tunategemea wao ndio wawe mstari wa mbele kuwapokea wageni kuliko hata sisi wenyeji. Ninyi hata mkiwa na sherehe, wale wenyeji wanakuaga pembeni, wanapokea wageni. Sasa wewe unataka wageni mtu anayeandika ni kwamba anataka wageni wasukumwe, wafukuzwe ili wenyeji ndio wawe wenyewe wana shughuli yote. Haiwezekani jamani. Chadema ndio wenye msiba wao. Wako hapa, unaona viongozi wamekaa kule wanapanga, wanapokea viongozi, wanapokea makundi mbalimbali kutoka wakati wote. Tumekuwa nao tangu siku ya kwanza ya msiba. Na tunaamini tutakuwa nao mpaka dakika ya mwisho wa msiba. Huyu anaandika mtandaoni, huenda hata kufika hapa hajawahi kufika. Mambo ya kitoto na kijinga ambayo nisingetamani tu yatupotezee muda kuyajadili katikati ya msiba mzito kama huu. Jeneza lake kwa sababu ni muasisi, atafunikwa kwa heshima kama muasisi ama itatumikaje? Kwa mfano askari anapofariki mara nyingi kuna zile heshima. Sasa jeneza lake linafunikwa na bendera ya chama ama inakuwa? Of course hatuwezi kuacha kufunika jeneza la Mzee Mtei na bendera ya Chadema. Ile ni muasisi man. Kwa hiyo kuna nafasi ambako bendera ya Chadema itakuwa kwenye jeneza, lakini bendera haikai masaa yote 24. Ni kwa ajili ya ile itifaki ilivyotengenezwa, lakini kwamba kwamba haitapokewa kwamba Chadema wasifunike jeneza lao. Actually hata safari ya leo kwenda kumchukua mzee Seliani tumeambia Chadema kwamba na viongozi nao waende kule, watafika hapa. Tunategemea viongozi wa Chadema ndio watakaoingiza mwili wa baba ndani. Sasa mnataka mpewe heshima gani zaidi ya hiyo? Kama bado mnaona kwamba hamjatendewa haki, mnataka mpewe heshima gani zaidi? Kwa hiyo msisikize mambo ya mitandaoni. Mambo ya mitandaoni mingi ni ya kujenga uchonganishi tu, na sisi hatutaki kugombana na mtu yeyote. Tunaheshimu familia, tunaheshimu chama chetu, tunaheshimu waombolezaji wengine wote. Kwenye misiba hakuna mwaliko, ni watu wanaojisikia kutokana na wanavyoguswa na msiba ndio wanavyokuja kwenye msiba. Kwa hata ukiniambia nani atakuja, huenda wengine hata wanaokuja mimi siwajui. Kuna wale official tutawajua, lakini wale ambao wanatukimbilia wote mikono yetu iko kwa mikono miwili, tutawapokea makundi yote. Ndani hapa hapajaonekana bendera yoyote ya Chadema. Labda ni utaratibu ama yani ndani hapa kwenye nyumbani kwake. Nyumbani kwake ni wapi? Yani hapa tulipo. Kuna bendera yoyote. Kule barabara umepokewa na nini? Kule barabara umepokewa na bendera za chama gani? Ya Chadema. Lakini tunazungumzia hapa ndani. Ya naanguliza watu wote wamevaa uniform, wamevaa uniform za nini? Tunazungumzia bendera. Atoke kiongozi mmoja aseme mimi nimezuia kuweka bendera. Si unanielewa? Atoke kiongozi mmoja aseme sisi tumeambiwa bendera tuweke hapa
na tusiweke hapa. Hizi mambo za umbea ni vitu vya kitoto sana. Taarifa za kwenye mitandao zipo, kila siku zipo, sio tu kwenye msiba huu. Zina ukweli kiasi gani? Sasa hilo ni jambo jingine. Ninyi ni waandishi wa habari, mnajua media yote inakuwa ina utaratibu wa kudhibiti habari zake. Sasa social media, mtu yote anaweza karusha chochote anachotaka kurusha, lakini nyinyi mmekuwa hapa wakati wote. Viongozi wa Chadema wote mnaona hapa, asilimia karibu 80 hapa ni watu wa Chadema. Wanatengwaje wakati wameshirikishwa katika kila hatua? Hakuna mtu yeyote aliyetengwa na hatutamtenga mtu yeyote. Nimesema huu msiba ni wa taifa. Huyu baba alihudumu na watu wengi, miaka yake 95, amepita mbuga nyingi, na kote mwendo wake wa miaka 95 alikuwa anafanya kazi na watu. Sasa leo dakika ya mwisho huwezi kusema sisi ndio special kuliko wengine, wengine wote hawana thamani. Si kweli, si kweli. Kwa hiyo hao wanaandika kwenye mitandao, napenda kuamini sio viongozi wa Chadema, na nitasikitika sana kama kiongozi wote wa Chadema atatoka na umbea wa kipuuzi kama huo. Tutasikitika sana kama familia. Tunataka tumlaze mzee wetu kwa heshima bila kuleta minyukano ambayo haina msingi katika kumwenzi mzee wetu. Sasa watu wanataka kuchafua msiba huu kwa kutoa taarifa za uongo, ni mambo ya kusikitisha sana. Mimi nasema binafsi, siamini kama kuna kiongozi wote wa Chadema ana ujasiri wa kusimama na kusema kwamba Chadema imetengwa, kwa sababu nimekuwa nao muda wote kuanzia mwanzo, tumewashirikisha. Hakuna kitu wamepangiwa bila wao kuafiki, na viongozi tumekuwa na mazungumzo nao, na hata viongozi wakuu wote tumekuwa na mazungumzo nao. Sasa mtu anayetoka kwenye mtandao anasema Chadema imetengwa, kwa nini wamepewa muda asubuhi? Kuna atakaopata muda asubuhi, kuna atakaopata muda wa usiku, kuna atakaopata muda wa mchana. Kuna makundi mengi. Sasa hatuwezi muda wote tukatenga kwa ajili ya taasisi moja, haiwezekani. Sasa hivi ni mambo ambavyo kwa kweli yanasikitisha sana, lakini sisi tumeshapanga taratibu. Nimesema huu msiba ni wa watu wengi, watu wote. Huu msiba huji hapa kumtenga ama kumbagua mtu yote. Na wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mzee, ikiwemo chama chetu cha Chadema, tunategemea wao ndio wawe mstari wa mbele kuwapokea wageni kuliko hata sisi wenyeji. Ninyi hata mkiwa na sherehe, wale wenyeji wanakuaga pembeni, wanapokea wageni. Sasa wewe unataka wageni mtu anayeandika ni kwamba anataka wageni wasukumwe, wafukuzwe ili wenyeji ndo wawe wenyewe wana shughuli yote. Haiwezekani jamani. Chadema ndio wenye msiba wao. Wako hapa, unaona viongozi wamekaa kule, wanapanga, wanapokea viongozi, wanapokea makundi mbalimbali kutoka wakati wote. Tumekuwa nao tangu siku ya kwanza ya msiba. Na tunaamini tutakuwa nao mpaka dakika ya mwisho wa msiba. Huyu anaandika mtandaoni, huenda hata kufika hapa hajawahi kufika. Mambo ya kitoto na kijinga ambayo nisingetamani tu yatupotezee muda kuyajadili katikati ya msiba mzito kama huu. Jeneza lake kwa sababu ni muasisi, atafunikwa kwa heshima kama muasisi ama itatumikaje? Kwa mfano askari anapofariki mara nyingi kuna zile heshima. Sasa jeneza lake linafunikwa na bendera ya chama ama inakuwa? Of course hatuwezi kuacha kufunika jeneza la Mzee Mtei na bendera ya Chadema. Yule ni muasisi man. Kwa hiyo kuna nafasi ambako bendera ya Chadema itakuwa kwenye jeneza, lakini bendera haikai masaa yote 24. Ni kwa ajili ya ile itifaki ilivyotengenezwa, lakini kwamba kwamba haitapokewa kwamba Chadema wasifunike jeneza lao. Actually hata safari ya leo kwenda kumchukua mzee Seliani tumeambia Chadema kwamba na viongozi nao waende kule, watafika hapa. Tunategemea viongozi wa Chadema ndio watakaoingiza mwili wa baba ndani. Sasa mnataka mpewe heshima gani zaidi ya hiyo? Kama bado mnaona kwamba hamjatendewa haki, mnataka mpewe heshima gani zaidi? Kwa hiyo msisikize mambo ya mitandaoni. Mambo ya mitandaoni mingi ni ya kujenga uchonganishi tu, na sisi hatutaki kugombana na mtu yeyote. Tunaiheshimu familia, tunaiheshimu chama chetu, tunaheshimu waombolezaji wengine wote. Kwenye misiba hakuna mwaliko, ni watu wanaojisikia kutokana na wanavyoguswa na msiba ndio wanavyokuja kwenye msiba. Kwa hata ukiniambia nani atakuja, huenda wengine hata wanaokuja mimi siwajui. Kuna wale official tutawajua, lakini wale ambao wanatukimbilia wote mikono yetu iko kwa mikono miwili, tutawapokea makundi yote. Ndani hapa hapajaonekana bendera yoyote ya Chadema. Labda ni utaratibu ama yani ndani hapa kwenye nyumbani kwake. Nyumbani kwake ni wapi? Yani hapa tulipo kuna bendera yoyote. Kule barabara unapokewa na nini? Kule barabara unapokewa na bendera za chama gani? Ya Chadema. Lakini tunazungumzia hapa ndani. Naanguliza watu wote wamevaa uniform za nini? Tunazungumzia bendera. Atoke kiongozi mmoja aseme mimi nimezuia kuweka bendera.
si unanielewa? Atoke kiongozi mmoja aseme sisi tumeambiwa bendera tuweke hapa na tusiweke hapa. Hizi mambo za umbea ni vitu vya kitoto sana.